Mafunzo haya ni adhimu na yamekuwa yakitangazwa mara kwa mara. Tumekuwa tukielekezwa kutoa mafunzo kwa wachimbaji wadogo katika mikoa yetu. Mara nyingi tumekuwa tukikoswa fedha za kuwaita kwa pamoja namna hii na kuwaita wote mkoa mzima kwa pamoja kwa makundi yote, maana tuna madini ya dhahabu, madini ya metali na mengineo, na kundi la madini ujenzi, madini ya viwandani. Lakini tumeona tuwete kwa makundi maalum kama hili kundi ambalo mara nyingi limekuwa likisahaulika, kundi la madini ya ujenzi na madini ya viwandani. Kwa hiyo niwapongezeni sana kwa kufika, maana kwa kufanya hivi pia tunatekeleza ilani ya Chama cha Mapinduzi kutoa elimu kwa wachimbaji. Na mimi niwatakieni mpate mafunzo mema. Leo mtapewa mafunzo haya ambayo yamedhaminiwa na shirika la UNDP kwa kushirikiana na Wizara ya Madini na Tume ya Madini. Tunatoa mafunzo haya. Leo mtaambiwa namna gani ya kuweza kuchimba kwa usalama, lakini mtafundishwa namna gani ya kuweza kutafiti madini kwa kutumia teknolojia ambayo ni rafiki kabisa na rahisi bila kutumia yale mavyombo makubwa. Lakini kesho tunawaleta wataalamu wengine ambao kutakopo na wataalamu wa TRA kwa ajili ya kutufafanulia sasa kwamba yale masuala ya kodi tunalipaje. Lakini watakuja watu wa mabenki kwa ajili ya kutusaidia namna gani tukipata fedha. Tunasema madini ni maisha na utajiri. Tukipata zile fedha tukazihifadhi wapi? Na tutumieje mabenki na mikopo kwa ajili ya faida yetu kunyanyua uchumi. Serikali yetu inataka kila mwananchi anyanyue uchumi wake. Haya ndiyo tuliotumwa na Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan. Anawapenda nyinyi wote, na ndio maana tuko hapa wawakilishi wake kusababisha haya yote yatokee, yale maono ambayo anayafikiria yaweze kutokea. Na si hivi leo sasa mmekaa hapa mnaanza kuona mafunzo yanafanyika. Kwa kesho tutakuwa na watu hao niliowasema, lakini pia na taasisi zingine zitaongezeka. Watakuja watu wa kuwafundisha namna ya kuanzisha vikundi vya SACCOS. Sasa hivi kuna mikopo inatolewa kila halmashauri, kuna mikopo ambayo Mama Samia ametoa. Lakini inawezekana wengi wenu hamjui namna gani kuchukua mikopo na mna migodi yenu. Kwa hiyo ni muda mwafaka tutakuwa nao, pia watatuelekeza namna ya kujaza fomu, namna ya kuendeleza. Baada hii session kukamilika, tutakuja tena na nyingine tena wawezeshaji tumeshaongea nao. Tutakuja na nyingine ya kuwawezesha tena vifaa vitendea kazi. Tutaanza na vile vifaa vya usalama. Baadaye tutakuja vitendea kazi vingine ili tuweze kunyanyuana kiuchumi, ndugu zangu, si ndio? Baada ya kusema haya, basi niwatakia maandalizi mema ya leo na kesho. Semina hizi kesho tutakuwa na mkuu wa mkoa ambaye alikuwa ndio mgeni rasmi. Nimetoa tu maneno ya utangulizi, lakini mkuu wa mkoa ndio mgeni wetu rasmi. Kwa hivi leo yuko kwenye kikao Dodoma, na kesho atakuwa ana vikao vingi, atakuwa na kikao hapa kingine, lakini tumemwomba kesho atufungulie rasmi na kukifunga kesho. Kwa hiyo naombeni mwalike na wenzenu ambao hawajafika muwepo kwa wingi. Baada ya kusema hayo, niwatakieni semina njema. Asanteni sana.